Amina ya Jumapili ya mwisho wa mwaka. Nataka nisikie amina ya baraka za mvua kwa taifa letu. Amina ya matumaini makubwa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu sana sana. Kwa kawaida leo ni ibada ya shukrani kwa Mungu kwa kumaliza mwaka, Jumapili yetu ya mwisho wa mwaka kabla hatujapokea mwaka mpya, lakini mioyo yetu inamshukuru Mungu. Leo tunaabudu Jumapili ya mwisho ya tarehe 28 na Mungu ametubariki sana hapa. Tuna semina, hatukuwahi kufanya semina ya namna hii kabla. Tuna semina ya siku 14 na leo tukiwa siku ya 8 na tuna siku zingine mbele yetu mpaka Jumapili ijayo. Semina hii ni muhimu kwa kutuandaa kwanza kumshukuru Mungu, lakini pia kuiombea mwaka mpya na kuendelea kujitamkia mambo mema. Lakini pia ni semina muhimu ya kufanya mahitimisho ya mafungo ya siku 40. Kwa kawaida siku 40 ziliisha za kufunga tangu tarehe 24, lakini tunaendelea kwa kuwa hatujapokea mwaka. Na Mungu akubariki wewe ambaye umesikia kuendelea, hata wewe ambaye ukusikia kuendelea kufunga, lakini pia umekuwa sehemu ya maombi haya. Mungu akubariki sana. Maombi yetu yalikuwa na sehemu kama 5 hivi. Tulianza na shukrani, tukaja toba, tukaja maombi, tukaja kuombea wengine, na sasa tuko katika wakati wa kutamkia mwaka wa 2026, kuunenea mema. Na Mungu ametupa somo ambalo tunaendelea nalo hapa. Lina kichwa cha somo kinachosema simama wewe imara ili wengine wavuke, na mwisho pia wewe uvuke. Na kwenye mabano tunasema wewe ni wa kwanza ili wengine wavuke. Unakuwa wa kwanza kwenye jambo fulani jipya ambalo Mungu analiachilia ndani yako. Na kitabu tunachotembea nacho ni cha Joshua sura ya 3. Tunaangalia kuvuka kwa taifa la Israeli katika mto Yordan, na tumekuwa tukiangalia mambo ya kuzingatia ili wewe usimame mbele ya Yordan yako, mbele ya wengine kuwavusha. Tumeangalia jambo la kwanza kwamba ni kutambua nafasi yako kiroho, wewe ni nani. Na tulianza kuangalia hii Jumapili iliyopita. Tulianza kusema juu ya nafasi 3 za kiroho ambazo ni muhimu wewe ujitambue kama mfalme, kama kuhani, kama taifa teule la Mungu. Umeteuliwa. Hata usipoangukia ufalme na ukuhani, lakini bado wewe ni special. Ni taifa teuliwa la Mungu, ni jamii ya kifalme, ni taifa, watu wa milki ya Mungu. Na tukaanza kuangalia jambo la pili. Tulianza kuangalia jambo la pili pia ambalo ni nafasi, ni kuangalia ulichobeba. Hicho ulichobeba, je, kina uwezo wa kukuvusha na kuwavusha wengine? Na tunaendelea kuangalia kwamba kwa vyovyote vile ujue una kitu umebebeshwa na Bwana, na hicho kitu umebeba ili kikusaidie wewe kwanza kuvuka, lakini pia kiwavushe watu wengine. Hapo nikasema mambo mengi kabisa. Nikasema hata juu ya jina lako kama Adam. Nikaongea namna Mungu anavyokutazama.
na tukaanza kuangalia mambo ya kuzingatia. Jambo la kwanza lilikuwa umebeba hicho ulichobeba ni kwa ajili ya nani? Na tulikuwa na mifano kadhaa ya kuangalia. Nikawapa mfano wa Musa, mfano wa Ibrahim. Ibrahim alikuwa baba kama walivyo wa baba wengine leo. Alioa kama wanavyooa watu wengine. Lakini alipofika kwenye eneo la uzao, Mungu alimwambia, wewe nimekubebesha baraka ya mataifa. Baraka ya mataifa. Kwa hiyo kama Ibrahim alikuwa anawaza atazaa watoto atakao kuwa baraka ya mji au ya kijiji au ya ukoo wake, Mungu anamwambia katika wewe na uzao wako dunia nzima itabarikiwa. Na nikawaambia kwa unyenyekevu sana kwamba sio watu wengi wanapenda kuuliza kwamba Mungu umenibebesha kitu cha biashara, umenibebesha huduma, umenibebesha kipawa chochote na karama yoyote ulionayo. Sio watu wengi huwa wanarudi kwa Mungu kumuuliza kwamba hichi ulichonibebesha ni kwa ajili ya nani? Ni cha muhimu mno kukifikiria. Ni cha muhimu sana, very important kukifikiria. Nikawa naambia, fikiria Ibrahim amebebeshwa kitu kwa ajili ya taifa, yeye aishi kwa ajili ya familia. Ingekuwa ngumu sana kwake kuweza kwenda pamoja na Mungu. Lakini kawaambia, kwa kuwa Mungu amekubebesha kitu kwa ajili yako na wengine, atakutukuza. Atakutukuza Mungu. Sio utajitukuza. Ukisoma kwenye kitabu cha Joshua mstari wa 6 na wa 7, ile sura ya 3, anasema na makuhani wakabeba lile sanduku. Na Mungu akamwambia kwenye mstari wa 7, anamwambia Joshua, sasa nitaanza kukutukuza. Na nikasema sio yeye anajitukuza, ni Mungu anamtukuza. Na nikawaambia namna ya Mungu kukutukuza, nilitoa mifano mingi sana. Wewe kwa kawaida ni mtu wa kawaida sana, ni mwanadamu kama wengine. Kuna watu ukiwaambia habari za Yesu hawatakuelewa. Kuna watu ukiwaambia Mungu ana nguvu, anabariki, hawatakuelewa. Mungu atatengeneza jambo litakalosababisha akutukuze. Nikawapa mifano kadhaa kwamba kwa nini Mungu alitaka Israeli wote wapite bahari ya Shamu wakati hawana mtumbwi, pamoja na mambo mengi ya kuangamiza wa Misri. Lakini jambo lingine alilolifanya, Paulo baadaye anaandika, anasema kwa Israeli kupita katika bahari ya Shamu walibatizwa wote wawe wa Musa. Maana yake ni nini? Maana yake Mungu alimtukuza Musa kupitia tukio lile. Lakini pia kuwapitisha kwenye mto Yordan, Joshua anapotoa maelekezo ya watu kuvuka na wakavuka, maana yake Mungu anamtukuza Joshua na anamwambia sasa watajua kwamba si tu Musa aliwavusha bahari ya Shamu, lakini hata na wewe umefanya the same. Kwa hiyo watakuheshimu na mimi nitakutukuza kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Nikawapa mfano mwingine kwamba mtumishi wa Mungu Paulo aliwahi kufungwa na ana kesi, wakawa na safiri kwenda mahakama za juu huko. Baadaye chombo chao kikapata shida kusoma Matendo ya Mitume, na kile chombo kikavunjika. Wakaingia kwenye kijiji kimoja, wakati wamekaa hivi wamelowana, wamepata ule msukosuko, wamekaa wanaota moto. Hakuna mtu anayejua kama Paulo ni mtumishi wa Bwana. Wote wanajua yeye ni mfungwa tu, wanajua ni mtuhumiwa tu. Mungu akataka kumtukuza ili kumtambulisha. Kukaja nyoka hatari sana anayejulikana pale kijijini, kumbe alikuwemo kwenye kuni zile, akawa anatembea kwenye mkono wa Paulo. Mnasomaga hiyo habari, mnajua.
Wakati anatembea namna hii, wanakijiji wanamwona, wanasema haikosi huyu mtu ana matatizo, atakufa sio muda mrefu. Kwa sababu Biblia inasema nyoka yule alikuwa analewa kama aliyetoka kung'ata tayari, na wanamjua ni nyoka hatari. Jamani, hata hapa kama hujui wewe kuna nyoka hatari, nenda Mikumi watakufundisha. Mimi nimewahi kwenda pale, nilikutana kuna aina ya nyoka mwingine akikugonga baada ya dakika 5 umekufa. Lakini kuna nyoka na uwezo wa kugonga mtu mmoja mpaka watu 200 kwa mara moja. Huyo hatoi meno, anagonga, anaachilia sumu, anagonga tena 200. Sasa huyo nyoka tunaambiwa alikuwa ni hatari kijijini. Sijui hapa Tanzania tungemweka kundi gani, lakini anatembea kwenye mkono wa Paulo. Kwa nini? Paulo, Mungu anamtukuza Paulo. Na walipoona yale matendo makuu, angalia walichosema. Wakasema huyu mtu ni Mungu huyu. Kwa hiyo topiki ya kuongelea mfungwa ikabadilika, sasa wanaongelea Mungu. Akaanza kuwahubiria habari za Yesu. Kwa nini? Mungu anamtukuza, na wewe atakutukuza katika jina la Yesu Kristo. Kama ni kwenye uchumi atakutukuza, kama ni kwenye biashara atakutukuza, kama ni kwenye familia atakutukuza, kama ni kwenye huduma atakutukuza. Usijitukuze, na nirudia sana hii hapa, usijitukuze, acha Mungu akutukuze. Haleluya. Lakini nilikwambia jambo la tatu la kuzingatia. Nilikwambia haya yote ninayosema yako YouTube, unaweza kuyarudia, kwamba Mungu akikubebesha Isaka, kumbuka tunaangalia ujue ulichobeba. Akikubebesha Isaka, wewe usimbebe Ishmaeli. Mungu anataka ubebe Isaka. Amekwambia nitakupa Isaka, ndio umbebe, usimjitafutie Ishmaeli, atakutesa. Na nilikuwa nawaonyesha mfano wa Ibrahim. Walipoona Ishmaeli anachelewa, walipoona Isaka anachelewa, wakaamua kumbeba Ishmaeli. Baadaye kwa kuwa Sara ndio aliyemruhusu Hajiri abebe Ishmaeli, Sara akawa anamtesa Hajiri, na Hajiri akawa analia, akatoroka nyumbani, akasusia. Baadaye akawa analalamika. Mungu akamwambia unaenda wapi? Rudi. Huyo huyo aliyekubebesha, kaa chini ya mkono wake, atakufinya, atakutesa. Amekubebesha. Nikaambia ukibeba vya watu tarajia ngumi zao, ukibeba vya Bwana Mungu atakutetea. Haleluya. Watu wakikubebesha watakutandika. Kama ndo walikubebesha mtaji, tarajia kofi zao. Lakini kama ni Bwana amekupa, na mimi nataka ubebe vya Bwana, usibebe vya watu. Hata kama mtu amekuletea, awe ameletwa na Bwana. Haleluya. Lakini jambo la 4 la kuzingatia ambalo tulisema jana, kwamba hicho ulichobeba, ulichokibeba lazima kitatimizwa. Mungu alichokubebesha kitatimizwa, kitatimiza mapenzi ya Bwana, kitatimia bila kutegemea nguvu zako za mwili. Na hapa ni mtihani mkubwa sana. Watu Mungu akiwapaga mawazo makubwa, labda ni wazo la uchumi, labda ni wazo la huduma kubwa, huwa wanarudi kuangalia hali yao. Sasa jana nilikwambia usiangalie nguvu za mwili wako, usiangalie hali ulionayo. Nikarudi tena kwa Ibrahim, kile kitabu cha Mwanzo sura ya 17, ukisoma mstari wa kwanza tu unaeleza habari ya uzee wa Ibrahim na Sara. Sura ya 18 mstari wa kwanza au wa 9 mpaka wa 15 unaeleza pia uzee wa Sara na Ibrahim. Na unaona ukisoma kuanzia sura ile ya kwanza, mstari ule wa kwanza, unamwona wa kwanza kucheka alikuwa Ibrahim alipopelekewa habari kwamba Bwana wewe katika uzee wako utazaa. Ibrahim akacheka, akasema haya ni maajabu haya, mimi ni mtu wa miaka 90, wakati alikuwa na 99, tazaa. Na huyu msichana huyu ana miaka 90, naye atazaaje? Mbibi huyu.
Halafu Biblia inasema akawaambia tena, alipowatokea akamwambia, mke wako atapata mimba. Halafu Sara naye akacheka akasema, haiwezekani. Akasema, japokuwa ni kikongwe namna hii nitafurahia kama mwanamwali vile aliyetoka kuvaa shela juzi. Mimi ambaye hata siku zangu zimekoma katika namna ya wanawake kupata watoto, mayai hayaji tena. Mtihani huu itakuwaje? Na kizee changu hiki ambacho sasa tunakokotana itakuwaje? Mungu akikubebesha kitu atakitimiza hata bila kutegemea nguvu zako za mwili. Sijui kama unanisikia wewe. Hebu fikiria tu hapa kidogo kwamba Mungu anamwambia Sara na Ibrahim wapate mtoto akiwa wazee, na ghafla bwana Sara anakula ndimu. Alafu wewe soma vizuri, unajua Mungu akikubebesha kitu hata title inabadilika. Wakati anazaliwa Ishmaeli, title ya Ibrahim ilikuwa haijabadilika, alikuwa anaitwa Abraham. Ilipofika kwa Isaka, title ya Ibrahim ikabadilika, akaitwa Ibrahim, na mke wake hakuitwa Sarai tena, akaitwa Sara. Tikisa jirani yako, mwambie title itabadilika, kwa sababu huwezi kuzaa vya mbinguni na title hiyo hiyo ya woga ya mashaka. Kuna title za watu 2026, acha zibadilike. Hauwezi kuwa mfanyabiashara wa maduka ya jumla na ukabaki na title ile ile. Watakuwa wanakujua kwa jina lako la biashara yako. Hauwezi kuwa manager wa kampuni yako, hauwezi kuwa mkurugenzi wa makampuni yako na title ikabaki ile ile. Tikisa jirani yako, mwambie kuna title inabadilika kwa jina la Yesu. Mwambie, naona kama hutaki vile, mwambie title yako itabadilika. Umechoka nini? Title yako acha ibadilike kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa angalia, mimi nikisoma hapa nasikia raha, kwa sababu fikiria kale kazee, hata mifupa yake imekongoloka, lakini kazee kale ka Ibrahim na kale ka Sara ikafika siku yuko labor ward, anasukuma kama wasichana wa miaka 20, anatakiwa kujifungua Isaka wake. Haleluya! Na mimi nataka nikwambie, majira yanakuja, wanaofikiri huna uwezo wa kuwa na maduka ya jumla wataona umeyasukuma na yametokea. Wanaofikiri hauna uwezo wa kumiliki na kutawala wataona umesukuma vitu na vimetokea. Haijalishi hali yako ya sasa, wewe sukuma, kwa sababu umebeba kitu cha mbinguni, lazima kizaliwe. Usiniambie juu ya elimu yako, usiniambie unafahamu nini na ufahamu nini. Majira ya Bwana yakifika, lazima Isaka wako azaliwe katika jina la Yesu. Haleluya! Angalia jirani yako, mwambie usiogope kusukuma. Maono ni kama mimba. Mwambie sukuma vitu vitokee. Ngoja niwaambie nyewe watu kitu ambacho hamjui. Wamama wanajua sana, wababa nyinyi hamjuagi. Unajua unaweza kumpeleka mke wako ni mjamzito kwa mama yako nyumbani, ukidhani mama ana huruma sana, lakini wakifika saa ya kujifungua, hata manesi wenyewe, kuna wakati mama labda amechoka, mtoto ndio kaja hivyo, alafu amechoka, anasema nakufa. Hawasikiagi wale wabibi, anaweza kamwasha na kofi, anambia wewe sukuma, acha mambo ya ajabu, unakufa hafi mtu hapa mpaka huyo mjukuu atokee. Sasa inawezekana wakati mwingine unapoenda kwenye mambo yako makubwa kuna maumivu, unapambana, unaona kuna maumivu, na mimi sikuonei huruma. Hakikisha mambo makubwa yanazaliwa katika jina la Yesu. Endelea kusukuma mpaka mambo yatokee, magorofa yatokee, shule zako zitokee. Haleluya! Na usikie wanawatandika makofi kwa sababu hawana huruma. Wanazo, ila wanataka kitu kizaliwe, wanataka jambo jipya litokee. Na wakati mwingine Mungu anapotaka mambo mapya yaje, anaachilia utungu, anaachilia gharama. Labda mnasema tupe ushahidi wa maandiko, mbona kama hapo umetuchanganya? Ngoja niwaonyeshe. Angalia waraka Paulo mtume kwa Galatia, mambo kwa ushahidi. Waraka Paulo mtume kwa Galatia 4. Kuna gharama.
ya ulichobeba ili kizaliwe. Kuna gharama. Ni jambo la 5 hilo. Kuna gharama. Kuna gharama. Haleluya. Na usikwepe gharama. Kuna watu hapa ni kiboko ya kukwepa gharama. Hawataki kutembea kwenye matope. Kama ulichobeba kinakutaka ukunje suruali utembee kwenye matope, tembea. Kama ulichokibeba kinakutaka ufunge, funga. Kama ulichokibeba kinakutaka ushinde njaa siku nyingine, shinda njaa. Kama kinakutaka utembee kwa mguu, tembea, kwa sababu kuna gharama. Angalia Paulo anachosema kwenye kile kitabu cha Wagalatia waraka wake kwa Wagalatia sura ya 4 mstari wa 19. Anasema hivi: vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Unasikia hayo maneno anayotumia Paulo? Anasema kuna vitoto vyake vichanga, vitoto vyake. Sasa haviwezi kuwa vitoto vyake, kuna mahali alivizaa. Na alivizaaje? Mnajua uzaaji wa Paulo ulikuwa mgumu sana. Wakati mwingine anaenda sokoni kuwazaa watu, anavuliwa nguo zote, anatandikwa viboko, anazalilishwa, anahama soko hii, anaenda mtaa mwingine, anaendelea kuvizaa tu. Anavitafuta vitoto vije kwa Kristo, anavizaa tena. Mara wanamkamata, wanamtupa gerezani, mara anatoka, anaenda mtaa mwingine, anaendelea kuvizaa tu. Kwa nini? Anaelewa kuna gharama kutimiza kile alichobeba. Na hapa anaandika sasa, anawaambia ninyi ni vitoto vyangu na waonea utungu tena. Manake anamaanisha nini? Anamaanisha alivizaa, halafu akaviacha mahali vikapata kwa shako, havitembei, haviongei, havisogei. Anasema sasa na utungu mwingine mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Anataka awaone wakikua, anataka aone kama yeye. Anatumia neno hili utungu, anamaanisha Mungu akikubebesha kitu kina gharama ili kitokee, kina gharama ili kiwe halisi, kina gharama. Na gharama zenyewe ni kukubali kumtafuta Bwana, kukubali kufanya kazi kwa bidii, kukubali kwamba sikubali kukata tamaa mpaka haya mambo yatokee katika jina la Yesu. Kama sisi tunavyokomaa hapa, tunasema madhabahu hii viwete watatembea, kuna gharama. Tunaposema madhabahu hii watu watamuona Bwana, kuna gharama. Na wewe beba gharama. Maadamu unacho ulichobeba, usiogope kubeba gharama. Kuna gharama mpaka kitokee. Kuna wakati watu watakukataa, hiyo ni gharama. Kuna wakati watu hawatakuelewa, hiyo ni gharama. Kuna wakati watu hawatakuunga mkono, usirushi wa face, usipoteze imani. Kuna wakati watu hawakuelewi, usipoteze tumaini. Songa mbele. Kikizaliwa watakuja na zawadi. Nao wanasema hata mimi nilikuwa nakuombea. Walikuwa wakuombei. Siku hiyo ndio tayari gorofa limeisha. Wanasema mimi nilikuwa najua utatoboa. Lakini wakati unabeba gharama walikuwa wanasema tuone atadondokea pua mgongo. Na nikwambie kuna gharama kubeba ulichopewa na Bwana. Haleluya. Kama ilivyo gharama ya sasa, watu mnaacha suti, mnatembea kwenye matope. Na mimi nataka nione Wakristo wa kanisa hili, ukipita mtaani unaona wamebeba gharama. Hawa wako kwenye samaki wanabeba gharama, hawa wako kwenye hiki wanabeba gharama. Tikisa jirani yako, mwambie usikwepe gharama, hautazaa kitu. Mwambie usikwepe gharama, hautazaa kitu. Mwambie usijihurumie, hautazaa kitu. Chakalika ili mambo yatokee kwa jina la Yesu Kristo. Beba gharama. Ukitiatia huruma vitu havizaliwi. Si mnajua kuna watoto, hata sasa tuongelee haya mambo kama tunafurahia, lakini kweli kuna wakati mtoto anaweza akafia njiani. Kwa nini? Mama aliye naye ameogopa kubeba gharama, ameogopa push, amejihurumia, ameamua kuzimia wakati wa kuzaa. Usizimie. Ndio mambo yamefika, ni magumu. Unatarajiwa urudie tena kupanda. Unatakiwa uendelee kukomaa. Endelea kukomaa katika jina la Yesu. Endelea kupambana katika jina la Yesu. Na mimi hapa kuhani wa Bwana nakutabilia 2026 lazima jambo jipya lizaliwe kwako katika jina la Yesu. Lazima mambo yatokee, iwe ni shambani yatatokea, iwe ni kwenye biashara yatatokea, iwe ni kwenye taasisi mpya unayoanzisha. Acha mambo yatokee. Beba gharama. Haleluya.
Iwe ni kwenye masomo yako, beba gharama. Usipende kulalalala, usingizi, beba gharama. Usijihurumie. Na niliwaambia hapa, kuna watu wanatendea kazi chakula kiharibikacho. Unajua mwili wangu, yani mimi nakuaga soft, nikipigwa na mvua kidogo najikunja. Kama ulichokibeba kinataka utembee kwenye mvua, tembea, utajikunja. Usihurumie huo mwili. Unajua mimi nikikaa kwenye vumbi napataga shida. Kama ulichokibeba kinakupitishia kwenye vumbi, tulia hapo hapo, beba hiyo gharama, utatokea kuwa mshindi. Unajua mimi nikifunga tu siku moja nafariki. Kama ulichobeba kinataka ufunge, funga, hautafariki kwa jina la Yesu. Kama ulichobeba kinakutaka uamke kila siku saa 9, fanya hivyo, usijihurumie. Kama ulichokibeba kinakutaka ulale masaa 2, lala masaa 2 mpaka kizaliwe. Kama ulichokibeba kinakutaka ukeshe, kesha. Hivi nyinyi mnajihurumia? Kwani wale wanaoendesha malori wanafanyaje? Kuna watu hawalali, unajua. Wakati unasema sasa hivi ni usiku, kuna watu wanasema tunaenda kupiga hela. Beba gharama. Kama ulichobeba kinakutaka saa 11 huko kwenye mabanda yako ya nguruwe yanalia huko chui, usiseme mimi ni softi. Beba gharama wewe katika jina la Yesu. Kuna watu mko hapa mnavyo vya kuzaa, ila mmezidi kujihurumia. Utungu ukija, unajua utungu unavyokuja wakati mwingine utungu hauji kwa raha, tunakusimangi kidogo. Unakutana na mtu anakusimanga, sema huna lolote, unaenda kukopa anakunyima. Unaenda unataka hivi, siku nyingine unalala na njaa. Ndio utungu wenyewe huu. Unaenda kulialia shuleni, watoto wangu na nitaleta ada kesho, wanakwambia arudi nyumbani. Ndio utungu wenyewe ule. Halafu unatakiwa ukomae sasa, useme hili halijirudii tena. Utungu wakati mwingine hauji kama unavyofikiria wewe. Anakuja na kakako anakusema una akili, vinakuja vitoto vidogo vinakusodoa. Unasikia umekasirika, unasema hapa nitasukuma mpaka kitu kitokee. Haleluya. Usijihurumie. 2026 sina muumini wa kujihurumia hapa. Nina waumini watakao wanakuja wanasema haya ndiyo yaliyozaliwa na mkono wa Bwana umetusaidia. Haleluya. Kama ulichobeba kinakutaka udandie kwenye malori, ukachukue nyanya sijui wapi huko, usijihurumie. Useme mimi sio mwanamume, kwa hiyo mambo haya siyawezi. Piga jinsi yako, funga kitenge, dandia malori, pambana uhakikishe kimezaliwa. Haleluya. Kama kinakutaka ukimbize foroma ya kufyatua tofali, usijihurumie. Usiseme mikono yangu inachanikaga, miguu yenyewe inakuaga na magaga. Wewe pambana, hilo limwili usihurumie. Hayo magaga tutatafuta hata msumeno ya kuyaondoa. Pambana mpaka kizaliwe. Haleluya. Hivi unajua Yesu alituzaa msalabani? Unaelewa maumivu yake? Unaelewa? Angefika pale kama alivyokuwa anasema nailisha kikombe kiniepuke. Huo msalaba tungeutolea wapi sisi? Kikombe kiniepuke, kikombe. Wako wapi wanaosema msiniangalie mimi na mimi nimeangalia huko? Wako wapi mnaosemaga kikombe kiniepuke? Umaskini unaendelea. Kikombe kiniepuke, kikombe. Wako wapi wanaosemaga kikombe kiniepuke? Tikisa jirani yako, mwambie safari kikombe utakunywa ili mambo mapya yazaliwe. Wako wapi wazee wa kikombe kiniepuke? Kikombe kiniepuke. Unaweka mwenyewe alarm, ikifika muda kukuamsha unazima tena. Safari hamna kikombe kiniepuke mpaka mambo yazaliwe. Wamama, hakuna kikombe kiniepuke. Hakikisha una kitu unafanya katika jina la Yesu. Hii niko mjini nikilima watanionaje? Lima. Haleluya. Na tusikie wamama ni mabanda ya kuku tu, ukienda huko ni mayai tu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu tunataka kizaliwe. Mungu asingetuletea yule mtu wa uchumi kama hataki tuvuke. Mungu asingetuletea haya mambo ya siku 14. Tuombe tu, tukae na Mungu tu, kama anataka tubaki level ile. Na mimi nikiwatazama namna hii, nyie sio watu wa kawaida tena. Haleluya. Nyie sio watu wa kawaida. Hivi mnanisikia? Anayesema ni mchungaji wenu, anayesema ni mpakwa mafuta wa Bwana. Nyinyi sio watu wa kawaida tena. Ninyi mnaenda viwango hamjawahi kwenda kabla. Nyinyi sio watu wale mnaonisikia mtakubali kutembea na kanuni za Bwana. Nyie sio wa kawaida tena katika jina la Yesu. Kuna gharama ya kuzaa, usikwepe. Gharama ya muda wako, usiogope.
Wengine wanaogopa kutumia muda wao, wanaogopa sasa, mimi nimekaa sana hapa. Tumia muda na kitu ambacho unajua kitazaliwa kesho. Usikate tamaa. Hata kuna watu wanakuja na kuambia, hii bwana, umekaa sana hapa, hatuoni matokeo. Waambie hamjui, acheni nisukume tena, mambo yatazaliwa kwa jina la Yesu. Kuna watu hapa sio tu watakuwa na mabucha, watakuwa na viwanda vya nyama. Yani linyama limepigwa na stika, sijui linaenda wapi, linyama linaenda Ulaya au wapi. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anaenda kuwainua. Kuna watu hapa taasisi zenu zinaenda kukua, mnaenda kutana na watu ambao hamkutarajia kama mtakutana nao. Wewe endelea kusukuma kwa maombi. Kuna watu mtainuliwa kule kazini. Kuna watu vibali vyenu vitang'aa. Na hata wewe unayetusikia hapo, usijihurumie. Endelea kusukuma mambo yatokee. Hata hicho ulichokikatia tamaa kianzishe tena. Hata hicho ulichosema hakiwezekani. Wengine hata anasema, bwana, unajua nilikuwa nafuga sasa, naona nachafuka sana, mifugo inanuka. Noti zile zinanukia. Kama ulichokibeba noti zikija zinanukia, endelea kusukuma mambo yatokee katika jina la Yesu. Simama tu, nataka nikwambie hayo asubuhi ya leo. Simama. Shikana na jirani yako mkono, najua uko naye, mshike hivi, mshike. Mshike jirani yako, mshike. Funika macho yako, omba na mimi maombi haya. Hata wewe una jirani yako huko, mshike mkono. Hakikisha kuna mtu umeshikana naye. Holy Spirit, sema, Bwana Yesu, asante kwa kitu ulichonibebesha. Najua umenipa kitu kikubwa sana kwa ajili yangu na wengine. Yesu, leo hii ninakuomba, nimejihurumia, inatosha. Nimeogopa maumivu, inatosha. Leo nitasimama. Niko tayari Bwana kutumikia kusudi lako. Niko tayari Bwana kusimama na kusudi lako. Mimi pamoja na uzao wangu, pamoja na wale wanaonizunguka, na huyu ndugu yangu niliyeshikana naye, katika jina la Yesu, neema yako iende nasi, neema yako itufunike. Tunainua madhabahu hii. Inueni mikono yenu. Tunainua madhabahu hii. Tunainua kazi yako mahali hapa. Tunainua ufalme wako katika mji huu wa Ifakara na taifa la Tanzania. Yesu, utaabudiwa na utatajwa, na watu wataona ya kuwa wewe ni mkuu sana. Bwana, utajiri na heshima uko mkononi mwako. Kuanzia leo mimi ninahama kwenye kawaida na kuwa sio wa kawaida, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yule Isaka wangu aliyechelewa mwaka huu wa 2026 anaenda kuzaliwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kusikia maombi yangu. Hebu omba kwa ajili ya huyu jirani yako. Muombe ujasiri wa mafanikio. Muombe Mungu amuinue. Muombe Mungu amtendee. Muombe Mungu asimwache. Ana mambo yake yamekwama kwa muda mrefu. Omba kwa mzigo. Kila mtu amuombe mwenzake. Kila mtu muombe mwenzako, aliyekulia kwako na kushoto kwako, uliyeshikamana naye. Muombe baraka. Tukutane naye hapa kila Jumapili akiwa na tabasamu, akiwa amebarikiwa. Tukutana naye mtaani, atuambie habari ya baraka, atuambie anavyopushi, atuambie anavyosimama, atuambie anavyoamini. Ombea afya yake, ombea maisha yake, ombea hatua zake, ombea watoto wake, ombea uchumi wake, ombea kila kitu anachokifanya kwa jina la Yesu. Mungu akamuinue huyo jirani yako, awe na uchumi mzuri, awe na fedha, mifuko yake isindikiwe. Mungu
mfungulie mlango katika mji huu wa Ifakara, katika taifa la Tanzania, katika Afrika hii. Anayesoma asome, asomeshe. Kama ni mgonjwa aponywe. Muombe kwa mzigo, mpeleke mbele za Bwana. Mwambie Yesu, sikia kuomba kwangu. Ombea. Na hata wewe unayetusikia, na wewe tunakuombea. Kama uko nyumbani, shikana na mwingine, omba kwa ajili yake, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu umetubebesha, tumebeba vitu kwa ajili ya madhabahu hii, nami ninaiombea madhabahu hii. Bwana, umenishikamanisha nayo, umenipa kibali kwa mwaka huu tena. Yesu, asante kwa unipa neema ya kutumika kwenye madhabahu hii kwa mwaka mzima. Nimekuona hapa, nimeona nguvu zako hapa. Nishike kwa mkono wako wa kuume, usiniache Bwana, usinyamaze Bwana. Endelea kuwa Mungu wa madhabahu hii, endelea kusema na watu wako wa madhabahu hii. Neno lako lisiondoke kwenye madhabahu hii. Kiti kile ni cha kwako Yesu. Wewe ndio mchungaji wetu. Wewe, sisi ni wachungaji pamoja na wewe. Wewe ndio unayetawala hapa. Wewe ndio unayesema na watu wako. Usiache tukasema maumivu yetu, tuliseme neno lako liwezalo kuganga na kuponya mioyo ya watu wako. Asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu hakuna atakayeshindwa kuzaa kama Sara alizaa, na ninaona baraka zao zikizaliwa kwa watu hawa, mambo mapya yakizaliwa kwa jina la Yesu. Nami ninakuombea sasa, pokea nguvu ya kuzaa mambo mapya, pokea nguvu ya kuzaa uchumi mpya, pokea nguvu ya kuzaa matumaini mapya, pokea nguvu ya kuzaa ushindi, pokea nguvu ya kuzaa. Hata kama watu wanakuona ni mzee umechoka, na kutabilia utazaa mambo mapya, na kutabilia Isaka wako atazaliwa. Bwana ataachilia nguvu mpya, biashara yako ikachanue, watoto wako wakachanue, taasisi yako ikachanue kwa jina la Yesu. Pokea sifa Bwana. Sante kwa mkono wako, sante kwa nguvu zako, sante kwa uwezo wako. Mungu, wafanikishe watu hawa ulionipa. Umenipa niwaambie neno lako, wafanikishe. Na unajua kwenye mikono yangu umeachilia baraka, wainue. Magonjwa yasiwe juu yao, uharibifu usiwe juu yao. Nimebariki hatua zao Bwana, kama walivyokuja kukuabudu leo, siku ya Jumapili ya mwisho wa mwaka. Nimewaombea baraka, nimewaombea ushindi, nimewaombea pendeleo, nimewaombea favor, nimewaombea kutendewa. Hata wanaotufuatilia YouTube na Facebook, nimewaombea upendeleo, nimewaombea baraka. Wamekuwa familia pamoja na sisi, nimewaombea baraka yako. Kama unavyotuhudumia, wahudumie na wao katika jina la Yesu. Na watu wote piga kelele kama unaamini pamoja na mimi, sema amen. Pigia Yesu makofi mengi, shangwe na vigelegele. Haleluya. Mungu akubariki. Ninaomba uketi wakati tunapoendelea kutafakari ujumbe huu wa neno la Mungu ambao wamesema na moyo wako. Tutakuwa tunapokea matangazo ya kanisa.